Amen. Tunaendelea na somo letu ambalo tunajaribu kutafakari swali moja ambalo nilijaribu kukushirikisha Jumapili ya kwamba je, mtu anaweza kutumiwa na Mungu lakini yeye mwenyewe ni mtenda dhambi au mwovu ikiwa Mungu ni mtakatifu? Na tukajaribu kuangalia ya kwamba ni kweli kwamba Mungu ni mtakatifu. Tukajaribu kusoma Isaya sura ya 6 mstari wa 3, tukaona namna gani ambavyo Isaya anaona makerubi na maserafi wanaimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Lakini pia Zaburi ya 99 mstari wa 9 inazungumza kwa habari ya utakatifu wa Mungu. Lakini pia Petro wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 14 inazungumza kwa habari ya utakatifu wa Mungu. Lakini pia kitabu cha Mathayo sura ya 5:48 inazungumza kwa habari ya kwamba Mungu ni mkamilifu. Sasa tukajaribu kujiuliza ya kwamba ikiwa Mungu ni mtakatifu na hiyo ndiyo sifa yake kuu, ikiwa Mungu ni mkamilifu, inawezekanaje basi mtu akatumiwa na Mungu aliye mtakatifu ikiwa yeye sio mtakatifu? Tukaona ya kwamba inawezekana kabisa, na hii ilikuwa ni kauli rasmi ya Yesu iliyotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 22 hadi 23. Maandiko yanasema, wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, hatukutoa pepo kwa jina lako, hatukufanya miujiza kwa jina lako? Lakini Yesu atajibu atasema, ondokeni kwangu, sikuwajua kamwe. Kwa hiyo Yesu hakukataa ya kwamba watu hawa hawakufanya miujiza, ama hakusema hapana, hamkutoa unabii kwa jina langu, lakini yeye anachozungumza ni kwamba hakuwajua. Siku ya leo tutaendelea zaidi ili tuweze kufahamu Yesu alimaanisha nini aliposema sikuwajua. Wakati huo tumetoa unabii kwa jina la Yesu, wakati huo tumefanya miujiza kwa jina la Yesu, lakini inakuwaje Yesu aseme ya kwamba sikuwajua? Jambo hili pia Yesu alilizungumza kwa wanafunzi wake alipokuwepo hapa duniani. Katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 20 anasema, msifurahi na kushangilia kwa sababu pepo wanawatii, bali furahini na kushangilia kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kumbe unaweza ukaombea pepo likakutii, ukaombea wagonjwa wakapona, lakini jina lako lisiandikwe mbinguni. Lengo la somo hili ni kuweza kujitathmini na kujitafakari, kwa sababu tunaishi kwenye kizazi ambacho watu wanajivunia huduma, wanajivunia karama. Kwa sababu ni nabii, basi anadhani ya kwamba ndiyo tiketi ya kumwona Mungu. Kwa sababu ni mtume, basi anadhani amemaliza vyote. Kwa hiyo ule utume utamfanya yeye aweze kumwona Mungu. Kuna tofauti kati ya huduma na mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa na huduma, unaweza ukawa na karama na Mungu anakutumia, lakini usiwe na sehemu katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama tukijifunza somo hili, ina maana litaondoa viburi vyetu, ama pengine tulikuwa tunajiuliza swali hili na ulikuwa unajiuliza swali hili, mbona kabisa ninaona maisha yangu hayana ushuhuda, lakini mbona ninaimba watu wanabarikiwa, lakini mbona ninaongoza praise na watu na kanisa linachangamka, lakini mbona mimi ni mwalimu wa kwaya, mbona mimi ni mchungaji, mbona mimi ni mama mchungaji, lakini maisha yangu hayako vizuri, lakini ninaona kaupako fulani. Sasa tutakwenda kujifunza ni sababu zipi na kwa nini inakuwa hivyo. Jambo hili pia Paulo alilitahadharisha katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9:27. Ninakukumbusha sasa yale ambayo tulijifunza Jumapili. Akasema ya kwamba nisije kuwahubiri wengine nikawa mtu wa kukataliwa. Paulo anakaza mwendo.
Paulo anautumikisha mwili huu ili asije akawahubiri wengine halafu yeye akawa mtu wa kukataliwa. Kumbe unaweza ukawahubiri wengine, ukawafundisha wengine, ukaongoza wengine, lakini wewe ukakataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona pia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 3, Mtume Paulo anazidi kueleza ya kwamba nijaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Mimi ni kama debe tupu na upatu uvumao. Maana yake ni nini? Yaani mimi nijapofanya vyote, nijapokuwa na karama, lakini kuna kigezo nikakikosa ambacho Mungu anakiangalia, basi mimi sina sehemu katika ufalme wa Mungu. Kumbe mtu unaweza ukasema kwa lugha tena za wanadamu na za malaika. Na Jumapili tukajaribu kuangalia ya kwamba kunena kwa lugha sio kipimo cha wokovu. Kunena kwa lugha sio kipimo cha wokovu, ya kwamba asiyenena yeye hajawahi jazwa Roho Mtakatifu. Nitakwambia huku kipimo maalum cha kumpima mtu ni nini, ya kwamba huyu mtu amejaa Roho Mtakatifu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa lugha, unaweza ukawa na unabii, unaweza ukajua siri zote na maarifa yote, kama vile ambavyo wachungaji mbalimbali, mitume, kuna wengine ni waalimu wa neno la Mungu, wanafundisha neno la Mungu kwa maarifa. Lakini Paulo anasema kama tukiwa hatuna upendo, ina maana tumekuwa si kitu mbele za Mungu. Unaweza ukawa na imani timilifu, unaweza kutoa mali zote ukawapa maskini, lakini ikawa si kitu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tunaendelea kuangalia kwa nini mtu anaweza kutumiwa na Mungu na baadaye akakataliwa na Mungu, asiweze kuona ufalme wa Mungu. Kwa nini mtu anaweza kutumiwa na Mungu na baadaye akakataliwa na Mungu, yaani asiweze kuona ufalme wa Mungu? Tunapozungumza hivi, tunaenda kuangalia ni sifa zipi za mtu atakaye urithi ufalme wa Mungu. Je, ni yule ambaye anahubiri au ni yule mwenye karama inayoitwa kubwa? Kwa sababu leo mwanadamu amekategorize karama na huduma. Amesema unabii ndio muhimu zaidi kuliko ualimu. Amesema pengine kuimba ndio muhimu zaidi kuliko ualimu. Lakini nataka nikwambie, kwa Mungu hakuna karama kubwa wala ndogo, wala hakuna huduma kubwa wala ndogo. Ukubwa wa karama na huduma mbele za Mungu unakuwa pale mtu anaposimama kwa uaminifu kwenye nafasi ambayo Mungu amempa. Rejea kwa habari ya wale ambao walipewa talanta. Mwingine akapewa 5, mwingine 2, mwingine 1. Alichokisema Mungu ni ukazalishe. Ina maana usimamie hesabu ambayo Mungu amekupa, ulete matokeo zaidi. Ina maana hivi, kama yule mwenye 5 asingezalisha, alafu mwenye 1 angezalisha, ina maana mwenye 5 angekataliwa, mwenye 1 angekubaliwa. Kipimo ambacho Mungu anakiangalia, haijalishi amekupa karama ngapi, amekupa huduma ngapi, yaani unasimamaje kwa uaminifu kwenye karama na huduma aliyokupa. Umepewa mzigo wa kusafisha kanisa, umesimamaje kwa uaminifu? Na usije ukadharau karama, hata kama unaiona ni ndogo, haina thamani. Haimaanishi mimi mchungaji niyesimama hapa ninahubiri ya kwamba mimi ni bora kuliko wewe, mimi ni bora kuliko shemasi. Hapana. Yaani ubora wangu utakuwa kama nitasimama vema katika nafasi hii ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo ninakupa tahadhari hiyo. Usio kasema kuna karama kubwa wala ndogo, kuna huduma kubwa wala ndogo. Ni kama kizazi cha sasa ambacho kinasema kuna dhambi kubwa wala ndogo. Vitu hivyo havipo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, naomba nikueleze kitu muhimu ambacho natakiwa kujua na kikae kwenye akili yako maisha yote ya kumtumikia Mungu hapa duniani. Ni hivi, ni vema ufahamu ya kuwa Mungu hamtumii mtu kwa sababu ni mtakatifu. Yaani hilo kama ungeliweza kuliandika kwenye ubao wa moyo wako, ungeweza kuandika. Yaani fahamu hivi,
Kama kuna chochote ambacho uliwahi fanya katika utumishi huu, ukahubiri watu wakabarikiwa, ukatoa unabii wa Mungu aliye hai, ukaimba watu wakabarikiwa, tambua hivi, Mungu akukutumia kwa sababu wewe umekamilika. Sema amina. Sema tena amina. Yaani jisemeshe hivyo nyakati zote, hata utakapoendelea kutumika kwenye utumishi huu. Yaani iambie nafsi yako hivi, ninajua umefanya mengi moyo wangu ambayo pengine yamegusa Mungu na watu, lakini tambua ya kwamba moyo wangu haujatumiwa kwa sababu mimi ni mtakatifu au nimekamilika. Mimi nikuulize swali, mbona kuna mambo Mungu anakusemesha ili hali bado haujaamini katika hayo? Bado una maswali, haujamwamini Mungu kwenye jambo hilo, lakini bado Mungu anakufunulia kwa ndoto. Sio shetani, ni Mungu. Mbona Mungu anazungumza na mlevi? Tuseme mlevi amekamilika. Hata wachawi wanaota ndoto, tena Mungu anawaonya kwa habari ya mambo yao. Kwa hiyo ile Mungu kunitumia haimaanishi nimekamilika, haimaanishi mimi ni mtakatifu. Yaani utakapojihesabu hivyo, nataka nikwambie mbingu haitakuwa ya kwako. Utakapodhani ya kwamba mimi ninatumiwa na Mungu kwa sababu ni mtakatifu, la hasha. Ndio maana Biblia inatoa maagizo katika Ufunuo ya kwamba na wachafu wazidi kuwa wachafu, lakini mwenye kujitakasa na azidi kufanya nini? Kujitakasa. Tunaitwa watakatifu kwa sababu ya kuzidi kujitakasa. Kujitakasa maana yake ni kutokujihesabia haki kila kunapoitwa leo, na kujiona dhaifu mbele za Mungu, na kujiona mwenye dhambi mbele za Mungu. Nataka nikwambie, ikifikia saa kwenye wokovu huu ukajiona umekamilika, ndio mwanzo wako wa kufa. Ikifikia saa ukajiona ya kwamba yani wewe umekamilika katika yote, ndio mwanzo wako wa kuharibikiwa. Kwa maana Biblia inasema wadhanipo kuna amani, wanapoona ni shwari, wanapoona wamemaliza Biblia yote, wanapoona si nimeshahubiriwa sana, kwanza tangu niokoke mpaka leo ni Biblia ile ile, nimeshasikia masomo mengi. Yaani unapozani umehitimu kwenye wokovu huu, ndiyo saa ambayo umekwisha kufa. Yeyote anayejiona kuwa amejua kwenye mambo ya Mungu, huyu mtu nataka nikwambie, Mungu hamhesabu tena kuwa mtoto wake, kwa sababu Mungu haweki vitu kwa mtu anayejua. Anatamani mtu mwenye kiu. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Mungu hamshibishi mtu aliyeshiba, anamshibisha mtu mwenye njaa. Sema amen. Kwa hiyo zingatia sana jambo hili, ya kwamba fahamu kabisa Mungu hakutumii kwa sababu umekamilika. Hilo nataka nilisisitize. Yaani hata kama wewe umebarikiwa sauti ya namna gani, unaimba mpaka watu wanasimama wanaanguka, nataka nikwambie Mungu hakutumii kwa sababu umekamilika. Ndio maana nimekuwa nikifundisha sana hapa kwa habari ya kuongozwa na Mungu. Lengo lake ni nini? Tunapotumika pasipo kuongozwa naye, ina maana kunaingia kujihesabia haki na kushindwa kubaini udhaifu wetu. Hapo ndipo anguko letu linatokea. Yaani unaposhindwa kusemeshwa na Mungu udhaifu wako, hapo ndipo anguko lako linatokea. Ukisikia mtu ni mtakatifu, inamaanisha huyu mtu anaongozwa na Mungu kubaini madhaifu yake, kubaini ni kitu gani ambacho bado hajakiacha, kubaini ni kitu gani ambacho kinapungua ndani yake, halafu anatengeneza. Yaani utakatifu tunaupata kwa Mungu kutusaidia, maana kwa akili zetu hatuwezi. Unajua akili ya mwanadamu inamwambia hiki sio dhambi, na hicho sio dhambi. Wanawatuisha mizigo mizito, yaani kwenu nyie kila kitu ni dhambi. Lakini Mungu anapokuja anatamani kututenga na mifumo mingi ya dunia ambayo dunia inaiona kuwa sio dhambi, lakini kwake anaiona ni dhambi. Inaweza nikazungumza kwa maana hii, ni vema tukajitenga hata na mema mengine ambayo yatatunajisi kwenye ulimwengu huu,
ili tusiuone ufalme wa Mungu. Na linapokuja swala hili, ndipo watu huwa wanaanza kujihojihoji, yaani na Mungu katika hili ametukataza. Yaani Mungu hakukataze kuvaa kadeti. Mbona wengine wanavaa jinsi na wanahubiri Bwana, tunaona na upako, lakini Mungu amefahamu kuna unajisi katika hilo. Kwa hiyo ni vema kumsikia Mungu hasa anapozungumza na wewe, kwa sababu anakuwa na nia njema ya kukufanya uwe mtakatifu. Tunafanywa watakatifu kwa sababu tunaongozwa na Mungu. Hatufanywi watakatifu kwa sababu tunaongozwa na akili zetu, dini zetu, theolojia ama pengine mapokeo yetu. Asipotuongoza Roho Mtakatifu, Biblia inamuita Roho Mtakatifu kama msaidizi. Atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atatuongoza katika kweli yote. Ina maana sisi hatujui kweli, yaani by nature mwanadamu hajui kweli. Wewe mwanadamu bila Roho Mtakatifu hauijui kweli. Kwa hiyo anapokuwepo Roho Mtakatifu katika kanisa, anakuongoza katika kweli yote, na hapo ndipo unakuja utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo fahamu hilo, ya kwamba Mungu hakutumii kwa sababu wewe ni mtakatifu. Unaweza ukasema, mtumishi wa Mungu, sasa ananitumia kwa sababu gani? Nitakueleza huku. Bwana Yesu atusaidie sana. Inazungumza haya kwa sababu kanisa la sasa limeharibika. Inaposema limeharibika, inamaanisha ni kanisa ambalo linajivunia huduma na karama za Mungu lakini halina Mungu. Nisikilize hii sentensi ninayozungumza. Ni kanisa ambalo linajivunia huduma na karama za Mungu lakini halina Mungu. Ni sawasawa, si unaona hivi vyote dunia hii, tunaendesha pikipiki, tuna nyumba tunajenga, tunapita kwenye lami, tunatumia mawe, miti, kuni, mikaa tunaitumia, vyote ni vya Mungu. Tunajivunia hivyo pasipo kujua ya kwamba hivyo ni vya Mungu, ila sisi tunavihesabu kama vya kwetu. Ni sawa sana mtu anayejivunia huduma, karama ni ya Mungu pasipo kuwa na Mungu. Hivi vitu vyote Mungu anaweza akaviondoa kwetu. Hatupaswi kujivunia hivyo, ila sisi tunapaswa kujivunia Mungu mwenye vitu. Hatupaswi kujivunia huduma na karama, tunapaswa kujivunia Mungu mwenye karama. Na Yesu atusaidie. Kwa hiyo Mungu hakutumii kwa sababu wewe umekamilika. Askofu, mchungaji unayenisikia, Mungu hakutumii kwa sababu umekamilika. Na ndio maana kwa kushindwa kutambua jambo hili, maaskofu wengi, walimu wengi wa neno la Mungu, wanapokuja kuonywa na wengine, hawakubali maonyo hayo, kwa sababu wanaanza kusema, kwa nini Mungu asinionye na upako nilionao na neema ya kufundisha watu wengi nilionayo? Yaani Mungu aweke neno la kunionya kwa mtu fulani. Na ndio maana wengi watakataliwa, kwa sababu walijiona wakamilifu kwa sababu ya huduma, wakajiona wamekamilika kwa sababu ya karama. Sikiliza nikusaidie jambo hili. Ukitaka uende mbinguni, sema nikitaka niende mbinguni, lazima nijione mzaifu. Hiyo ndio kanuni. Yaani wewe jione unakosea kila siku, jione unahitaji msaada kwa Mungu. Atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atatusaidia udhaifu wetu. Biblia inasema katika Warumi 8:26, kadhalika Roho Mtakatifu naye hutusaidia udhaifu wetu. Kumbe sisi ni dhaifu, hatujui mapenzi ya Mungu, hatujui Mungu anataka nini. Na maandiko yanasema katika Warumi 8:14, wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Narudia tena, mtu yeyote asiyetaka kuongozwa na Roho wa Mungu, huyo sio mwana wa Mungu. Ninakishuhudia kizazi ambacho hakitaki kuonywa. Yaani ndugu zangu, hakuna saa tunaweza kusema tumeukulia wokovu. Hata kama una miaka 50 kwenye wokovu, hata kama una miaka 100 kwenye wokovu, jione mtoto mdogo. Simaanishi kujiona mtoto katika namna ya kutokulia mafundisho ya Mungu. Paulo anawaonya watoto wachanga ya kwamba wawe watu wazima kwenye akili zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu unajua alizungumza andiko moja. Andiko hili wengi wao wanalichanganya.
Akasema hivi, waacheni watoto waje kwangu. Hakusema kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nenda kalisome vizuri hilo andiko. Wengine wao wanaotetea watoto wao wanasema Biblia inasema waacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. That is misinterpretation of the Bible. Yaani hapo tumefasiri tofauti na Biblia inavyotaka. Andiko linasema hivi, waacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana wenye mfano wa huo, wenye mfano kama watoto wadogo ndio watakaoona ufalme wa Mungu. Hajasema watoto wadogo wataona ufalme wa Mungu. Amesema wenye mfano wa kina Mesia. Unamwona Mesia pale alipo, hajui hata jema wala baya. Yaani hajui, ukimfinya hapo atalia atanyamaza hata. Yaani yeye hana chuki ndani yake, hata kasirika kwa sababu ulimfinya. Mamake akimfinya hapo, akimnyonyesha atanyonya, hata sema nimesusa kwa sababu ulinifinya. Yaani yeye hajui. Sasa wenye mfano kama Mesia, wenye mfano kama Danieli asiyejua lolote, hao ndio watakao urithi ufalme wa Mungu. Lakini Biblia haijatoa garantii ya kwamba watoto wadogo watauona ufalme wa Mungu kwa sababu wao ni watoto wadogo. Fikiria mtoto kama Rehema. Yaani Rehema akifa hata sasa hivi, maisha yake kama kuishi kama Mungu anavyotaka, nataka nikwambie hataenda mbinguni. Inapofikia saa ya kutambua mema na mabaya, umeshajua kutukana ni dhambi, umeshajua hiki ni dhambi tayari, umeshatoka kwenye utoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tuweze kufika mbinguni tunatakiwa kuwa watoto. Hatutakiwi kukua. Utanifundisha nini sasa? Utaniambia nini? Nimefundisha miaka mingi. Nimeenda Malaysia, nimeenda Asia, nimeenda Ulaya, nimeenda Australia, nimeitwa Canada, nimehubiri wazungu. Hiyo sio tiketi. Yaani kifikia hatua ukaanza kujihesabia haki kwa sababu ya utuma ulioifanya, tambua hapo ndipo lilipo anguko lako. Nitakueleza huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi Baraka, unazungumza nini? Ninasema hivi, Mungu hakutumii mtumishi wa Mungu wewe kwa sababu umekamilika. Sasa Mungu ananitumia kwa sababu gani? Tuendelee sasa ili tuone Mungu anatutumia kwa sababu gani. Kwa nini Mungu ana uwezo wa kumtumia hata mlevi? Ulishaipita mahali unasikia mlevi anaongea kabisa kitu ambacho kimekugusa. Haongei hivyo kwa sababu ni mlevi. Hapana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unaona hivi vyote na watu wote hawa duniani hawa wote ni watumishi wa Mungu. Sema ni watumishi wa Mungu. Haijalishi ameokoka, hajaokoka, wote ni watumishi wa Mungu. Hawezi ukampangia Mungu nani wa kumtumia. Anaweza akamtumia yeyote kwa namna anavyotaka yeye. Na kwa jinsi hii ndio maana watu huwa wanaonywa na kupewa maelekezo ya Mungu. Yeye anasema yaani Mungu ashindwe kusema na mchungaji aje aniambie anamsemesha jirani yangu ambaye hata hajaamini. Sikiliza. Soma maandiko vizuri. Mungu alizungumza hata na punda eti. Akaiambia punda, akaipa maelekezo punda. Ingawa Balaamu hakutii, lakini akaisemesha hata punda. Usio kashangaa siku moja unapita mti unaongea, usio kasema mbona ni maajabu, ni uchawi. Yaani leo watu wanaamini uchawi kuliko hata nguvu za Mungu. Okay, kama mchawi aliyeumbwa na Mungu ana uwezo wa kufanya mti uongee, ina maana leo hii Mungu ameshindwa kufanya mti uongee? Ndio maana nisikilize nikwambie, kuna vitu hatutavipata kwenye wokovu kwa sababu tumempa Mungu mipaka. Yaani kuna level hatutafika. Kuna vitu tunahitaji, ndio tunamwamini Mungu, lakini tumempa mipaka ya kwamba kwa mambo fulani anaweza akafanya. Lakini Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwake yanawezekana. Laiti kama tungelikuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, tungelitenda mambo ya ajabu sana hapa duniani. We have limited God. Tumemlimiti Mungu utendaji kazi wake. Yaani leo tumewapa nguvu waganga wa kienyeji. Mtu akishaugua tu nimelogwa, ni uchawi jamani. Watu wanaogopa wachawi kuliko hata kumwogopa Mungu. Ni ajabu sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukitaka kuelewa kwa nini Mungu hamtumii mtu kwa sababu ni mtakatifu, ni vema tukatofautisha vitu viwili. Ninaomba unisikilize vizuri kwa sababu ninaenda sasa kwenye moyo wa somo. Ni vema kutofautisha kati ya vitu hivi viwili. Jambo la kwanza, karama au huduma, na jambo la pili, na matunda ya Roho Mtakatifu. Ukitaka uelewe vizuri, lazima uvielewe hivi vitu viwili. Tofauti kati ya karama za Roho Mtakatifu au huduma za Mungu na matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Karama za Roho Mtakatifu juu ya mtu na matunda ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Ningelikuwa wewe ningeliandika, kumbe kuna utofauti kati ya karama za Roho Mtakatifu juu ya hiyo, izingatie sana. Karama za Roho Mtakatifu juu ya mtu na matunda ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kumbe kuna utofauti, mtu wa Mungu, kati ya huduma au karama juu. Kumbe karama zinakuwa juu ya mtu, ila matunda ya Roho Mtakatifu yanakuwa ndani ya mtu. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu cha ajabu sana katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Mathayo 7, nisome mstari wa 15 na 16. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Mstari wa 16a anasema mtawatambua kwa nini? Kwa matunda. Na ndio maana nimekwambia tofautisha kati ya karama juu ya mtu. Karama zinakuwa juu ya mtu, lakini matunda yanakuwa ndani. Ndio maana Yesu hajasema mtawatambua kwa karama zao, hajasema mtawatambua kwa huduma zao, hajasema kwa unabii wao ama walimu wao, kwa sababu mtu ni mtume basi tujue ya kwamba huyu anamtumikia Mungu. La hasha, anasema mtawatambua kwa matunda, kwa kuwa matunda yanapatikana ndani, na yanapokuwa ndani yanajidhihirisha nje. Yaani, naomba nifafanue hivi, kuna Roho Mtakatifu juu ya mtu na kuna Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Narudia tena, kuna tofauti kati ya Roho Mtakatifu juu ya mtu na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitaka kuelewa hili vizuri, turejee kwenye kitabu chetu cha Mwanzo, yaani kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wa 22 hadi 23. Twende taratibu. Ninataka nikufundishe uweze kuelewa, na usipoelewa hili ukaishi kama unavyotaka, mtu wa Mungu, hautakuwa salama kabisa. Kwa sababu nina hakika somo hili ambalo Mungu anatufundisha linatupa uwezo wa kuelewa zaidi, yani ya kujielewa wewe zaidi. Nilizani nina Mungu Bwana, kumbe bado I have still a way to go. Bado nina safari ya kwenda, kuna mahali ninatakiwa kwenda. Mathayo 7:22, turejea hapo na 23. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Yesu anasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sasa ninataka tutazame hiyo, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Kwa nini anasema sikuwajua ninyi kamwe? Tushikilie hapo, sikuwajua ninyi kamwe. Kwa nini Yesu alizungumza? Mimi ndugu zangu, nimejifunza kutafakari kila neno ambalo Yesu alikuwa anazungumza, nikagundua kuna maana zaidi aliyokuwa anaimaanisha pale anapozungumza. Sasa twende tena kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:1. Kile ambacho tumekisoma, Paulo anaeleza kwamba nijaposema kwa lugha, nataka tusome hapo alafu tuweze kuona kitu cha muhimu. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyayo na upatu uvumao. Sasa kitu ambacho Paulo anakizungumza, anasema unaweza ukanena kwa lugha, unaweza ukatoa unabii, lakini hauna upendo. Sasa tuangalie upendo ni nini. Upendo ni tunda la nini? Ni tunda la nini? Ni tunda la nini?
Ina maana mtu anaweza akajazwa Roho Mtakatifu akanena kwa lugha, lakini yule Roho Mtakatifu haimaanishi amekaa ndani, yuko juu yake. Ni Roho Mtakatifu wa uwezesho, lakini haimaanishi Roho Mtakatifu ataleta upendo ndani. Sasa huyu mtu anahitaji Roho Mtakatifu wa ndani. Nitakueleza huko hatua kwa hatua namna gani dalili za mtu mwenye Roho Mtakatifu juu ya na dalili za Roho Mtakatifu wa ndani. Utaweza kujijua kwamba yaani unaweza ukaogopa hata kunena kwa lugha. Anaweza siweza. Kwa sababu mara nyingi tunapoingia kwenye makusanyiko ya watu, tunaongoza maombi ni kunena kwa lugha tu, ni kunena kwa lugha. Yamkini ili watu watuone kwamba we have a spirit within us, kwamba tuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini hicho sio kipimo. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Paulo anasema tukinena kwa lugha hatuna upendo, tunda. Tusijivunie yule Roho Mtakatifu anayetufanya tufulike kunena kwa lugha, lakini kuna Roho Mtakatifu ambaye anatakiwa kukaa ndani. Na huyu haji siku moja, inahitaji utaratibu wa kumweka. Inahubiri vitu vya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana.